Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wa kipindi cha Taifa Imara, tunamshukuru Mungu, ni Jumamosi nyingine tena ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametupatia kwa neema yake, na ametusaidia tumefika hapa ili tuweze kukuletea ujumbe wa neno lake. Kumbuka, kipindi hiki kinaitwa Taifa Imara la Kristo, kinachorushwa hewani kila siku ya Jumamosi hapa Radio Wapo kuanzia saa 2 kamili usiku. Na leo hii anayetafakari maneno ya Mungu pamoja nawe ni mimi mtumishi wa Mungu Reverend Sigmund Lack. Kwa Jumamosi 2 mfululizo tumekuwa na maombi ya watu kufunguliwa na kuwekwa huru vipengele mbalimbali vya kimaisha kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anatuongoza kuomba. Na tumepokea shuhuda nyingi za watu kufunguliwa na kuwekwa huru, na wengine wakiuliza maswali kupitia ujumbe mfupi wa maandishi wakitutumia kwenye nambari za simu ambazo huwa nazitaja pale mwishoni. Na kutokana na hayo yote, Roho wa Mungu akazungumza kitu ndani yangu ambacho natamani leo tushirikishane kwa pamoja au tukitafakari kwa pamoja kuhusiana na jambo la kufunguliwa na kuwekwa huru. Maana yake ni nini hasa? Kufunguliwa na kuwekwa huru, maana yake ni nini? Kwa sababu watu maeneo mengi wanatafuta kufunguliwa. Watu watakwambia, mtumishi, uchumi wangu labda umefungwa, naona maisha yangu yamefungwa, naona hayasogei, nahitaji kuwekwa huru. Sasa hii kidogo, baada ya kupitia na kuombea watu kadha wa kadha ambao ni Wakristo na wengine sio Wakristo, pamoja na kwamba miujiza inatokea, Mungu anatutumia kwa neema yake watu kufunguliwa, watu kuwekwa huru. Lakini maswali yakawa yanapita ndani ya moyo wangu ya kwamba hawa watu ambao tunawaombea wanafunguliwa, wanawekwa huru, hawa watu wanajua ni nini maana yake mtu kufunguliwa au mtu kuwekwa huru? Hivi hili jambo linafahamika? Wakristo tunajua maana yake nini kufunguliwa na kuwekwa huru? Au wewe ambaye sasa hivi unatusikiliza na pengine hata ni mara ya kwanza, unafahamu nini maana yake kufunguliwa na kuwekwa huru? Kwa sababu hali hiyo ndiyo inayowafanya watu wanahangaika, watu wanahama makanisa, watu wanatoka huduma moja kwenda huduma nyingine, wanatafuta kufunguliwa, wanatafuta kuwekwa huru. Imekuwa ni kiu ya kundi kubwa la watu, na kwa sababu kiu hii ni kubwa, kuna wakati aliyewekwa huru anaweza akawa hajui kama amewekwa huru, na aliyefunguliwa anaweza akawa hajui kama amefunguliwa, kwa sababu anaenenda kwa kuangalia mambo yanavyotukia katika mwili, alafu anatoa jawabu, anasema nimefunguliwa au sijafunguliwa. Na katika hali ya kusikitisha zaidi kwa upande wetu sisi ambao ni watumishi wa Mungu, kuna wakati tunaweza tukamwombea mtu, labda tukakemea mapepo au tukakemea ugonjwa, na yule mtu akaanguka chini, akaonyesha hali ya kupagawa na pepo. Watumishi wengi tunatumia kipimo, tunapotazama kwa macho, tukiona huyu mtu amegaagaa na pepo, amehangaika na masumbufu mengi, akitulia, tunajua ndo tayari amefunguliwa, tunajua ndo tayari amewekwa huru. Yaani tunatumia kipimo cha macho ya nyama kuweka jawabu ya kwamba mtu huyu amefunguliwa. Sasa kibiblia hili jambo limekaaje? Kwa sababu kuna watu tunaweza tukasema wamefunguliwa kwa namna ambavyo waligaagaa chini, wakapiga na makelele na mayowe, baadaye wakatulia, tukasema huyu amefunguliwa. Lakini bado atatoka kwenye huduma hii akaenda kwenye huduma nyingine, maombi yakianza tena,
Yule yule ambaye kanisani kwako ulisema amefunguliwa, yuko kwenye huduma nyingine, maombi yalipoanza ameanguka tena, anagaagaa mapepo. Na mtumishi wa eneo hilo pia, na yeye akitumia kipimo cha macho anaweza akakosea tena kusema mtu huyu amefunguliwa, kumbe bado hajafunguliwa. Alafu kuna upande wa huyu ambaye anadhani amefungwa, na yamkini ulipomwombea labda ni ugonjwa, ni kitu ambacho kinaonekana kwenye mwili. Kwa hiyo maadamu labda ana maumivu, ulipoyakemea maumivu yatoke, yamuache, akiona bado maumivu yako ndani ya mwili wake, anahisi bado hajafunguliwa. Kwa sababu tena kumbuka, na yeye huyu aliyehudumiwa ameenda kwa kuangalia hisia za kimwili au macho ya kimwili, kucheki kama maumivu yako au hayapo, ndipo atoe jibu kama amefunguliwa au hajafunguliwa. Kwa hiyo kuna pande mbili, na Mungu atatusaidia. Tutaenda na hili somo polepole mwezi huu wa 4, kwamba kufunguliwa na kuwekwa huru maana yake nini, na tutaangalia kanuni mbalimbali, namna ambavyo maandiko matakatifu yanafundisha juu ya hili jambo, kufunguliwa na kuwekwa huru. Kwa leo naomba tuweke msingi kwa kusoma kutokea kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 36. Kuna kitu Yesu alizungumza. Natamani Yesu anapozungumza kila mtu akae kimya, watumishi wote wanyamaze, waumini wote wanyamaze, dunia nzima ikae kimya Yesu anapozungumza. Kwa sababu kuna wakati Yesu anaweza akazungumza ukadhani umeelewa, ila unaporudia tena na tena na tena, ndipo unagundua hata ile mara ya kwanza haukuwa umesikia kitu Yesu amesema. Usilizoee neno la Mungu. Likisomwa usiseme huo mstari ninaufahamu. Sikiliza kama ambavyo hujawahi kulisikia hili neno, na leo ndo linakujia kwa mara ya kwanza. Tusomee pale Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 36. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Rudia tena mara ya mwisho. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Ni mstari mfupi, ila una vigezo na masharti yanapaswa kuzingatiwa ili mtu kusema amewekwa huru, au ili useme umemweka mtu huru. Kuna vigezo na masharti vinapaswa kuzingatiwa. Anasema basi mwana akiwaweka huru. Nataka tuusome huu mstari pia kwenye Biblia ya Kiingereza kabla hatujaanza kuutafakari. Tutatumia NKJV. Kuna neno fulani limetumika kwenye Kiingereza, kwenye Kiswahili ameanza na neno basi, ila kwenye Kiingereza nataka uione imekaa kama swali. Therefore, if the Son makes you free, if the Son makes you free, you shall be free indeed. You shall be free indeed. Unaona, Biblia ya Kiingereza imeanza na neno if, ili huu mstari kwenye Kiingereza umekaa kama mithili ya swali. Kwenye Kiswahili anasema basi mwana akiwaweka huru, na hii alikuwa akizungumza, hii mwana inayotumika hapa ni kwa habari ya Yesu, kwamba sasa basi ikitokea ni Yesu amehusika kwenye kukuweka huru, hapo ndipo utakapokuwa huru kweli kweli. Narudia tena, ikiwa ni mwana au niseme Yesu Kristo amehusika ulipomtangazia mtu kuwekwa kwake huru au kufunguliwa kwake, kanuni ya Biblia inasema hapo ndipo huyo mtu atakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo kwa maneno mengine, kuna uwezekano wa mtu kuwekwa huru lakini asiwe huru kweli kweli. Manake kupatikana kwa uhuru ulio wa kweli, anayesababisha huo uhuru uwe wa kweli kweli anaitwa Yesu Kristo. Binadamu wanaweza wakatoa uhuru. Kwa mfano, hata nchi kama baadhi ya nchi zilizoko Afrika, hata nchi yetu ya Tanzania, utaona likizungumziwa jambo la uhuru, tunalizungumza kwa kusema rais fulani, labda Nyerere, alisababisha uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo taifa limewekwa huru kwa sababu ya huyo rais wa kwanza aliyeitwa Rais Julius Kambarage Nyerere. Sasa unaporudi kwenye kanuni ya kimaandiko, Biblia haidharau aina hiyo ya uhuru uliopatikana kupitia binadamu, ila Biblia inachosema uhuru huo wa taifa au wa familia au wa afya
hauwezi kuwa ni uhuru kweli kweli kama Yesu hajahusika. Kwa hiyo taifa linaweza kuwa huru kama ni mtu alihusika kwenye kuleta uhuru huo, basi ujue hilo taifa, haijalishi ni nchi gani, hilo taifa bado halijawa huru kweli kweli. Kama ni uhuru wa afya, umeenda hospitalini na madaktari labda wakafanya upasuaji au wakaandika dawa fulani na baadaye ukazitumia na ukaona ugonjwa umeondoka, kwa tafsiri yake ungesema nimewekwa huru kwa sababu dawa zilitumika au upasuaji ulifanyika. Kulingana na Yesu anazungumza, anasema kama hajahusika kwenye huo mchakato, huo ni uhuru, haudharau, ila sio uhuru kweli kweli. Ni kweli umefunguliwa, ila kama Yesu hajahusika kwenye mchakato wa kufunguliwa kwako, huko sio kufunguliwa kweli kweli. Oh my God. Kwa mfano, huduma hii ya Taifa Imara, natumia tu kama mfano. Hatuamini katika visaidizi vya kiroho, kusaidiwa labda na maji, mafuta, uchumvi au chochote. Kama mtumishi wa Mungu siko kinyume na hivyo vitu, lakini hatuamini tu katika kuvitumia. Kwa hiyo najua kuna ambao wanatusikiliza hapa na wanavitumia, ila ninachotaka kukisema kulingana na somo hili, hakikisha hata kama vitu hivyo vinatumika au unavitumia, hakikisha Yesu anahusika ndani ya huo mchakato wa kutumia vitu hivyo, kwa sababu asipohusika ndani ya vitu hivyo, bado haujawekwa huru kweli kweli. Ugonjwa umekuacha, ndio. Umepokea ujauzito, ndio. Umeitwa kazini, ndio. Utauona ni kama umefunguliwa, ni kama umewekwa huru, ila kama mchakato huo Yesu hajahusika, bado haujawa huru kweli kweli. Uko huru, lakini hauko huru kweli kweli. Ikiwa mwana atawaweka huru, ikiwa Bwana, ikiwa Yesu Kristo atakuweka huru, baba unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, kijana au binti au mtoto, ikiwa utakubali Yesu akuweke huru, hapo ndipo utakapokuwa huru kweli kweli. Sasa tuko kwenye nyakati ambazo watu tunatafuta kuwekwa huru, kwa sababu mahali tunapopitia ni pagumu, na wakati mwingine tunauruka hata huo mchakato. Hatuhitaji kujua nani anatuweka huru. Sisi tunachohitaji kujua, mtumishi, kwa namna nilivyoteseka mimi, yoyote tu aniweke huru. Nataka kuvuka hapa, nataka uchumi wangu ukae sawa. Mtu hajali nyuma ya huyo mtumishi au nyuma ya huyo anayemweka huru, anayemtangazia uhuru, nyuma yake kuna Mungu gani? Sasa tunapovunja kanuni kama hizi za kibiblia, utafika mbele, kwa sababu leo utaona kama umefunguliwa, ila utafika mbele utagundua maisha yako yamefungwa kuliko hata kabla hujaanza kutafuta misaada kwenye makanisa na huduma, kwa sababu uliruka kipengele cha kukagua ni nani anayekuweka huru. Kwa sababu hata shuhuda zako tukizifuatilia, haukuwa unamshukuru Yesu yule awezaye kumweka mtu huru kweli kweli. Ulikuwa unamshukuru mtumishi fulani kwa kukuweka huru. Haukuwa unamshukuru yule awezaye kumweka mtu huru kweli kweli. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3, mstari tunaoutafuta ni wa 13, lakini nitataka tuanze mstari wa 9. Kuna jambo nataka nikuonyeshe hapo. Tusomee pale. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia. Tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Subiri kwanza, unisikilize ndugu msikilizaji wa Taifa Imara. Hapa ni Musa amefatwa. Tungeweza kuanza kuanzia mstari wa 1, lakini muda wetu ni mchache sana hapa studioni. Malaika wa Bwana amemtokea Musa katika kichaka kiwakacho moto. Musa ambaye yuko nje ya Misri wakati huu anapotokewa na maono haya makubwa. Hayuko Misri, amekimbia, yuko nje ya utumwani, na akiwa nje ya eneo la utumwa, ndipo Mungu anamfuata Musa kule alipo na kumpa kazi. Anamwambia, nataka nikutume urudi, nimesikia kilio cha wana wa Israeli na mateso yao nimeyaona, namna wa Misri wanavyowatesa. Ndo maana nimekujilia Musa huku uliko, ninakutuma urudi. Yaani hiyo tu kwanza inakupa picha ya kwamba Mungu huwa hatumii mtu ambaye bado yuko ndani ya kifungo ili kuwafungua wengine. Yaani sharti la kwanza lazima uwe nje ya kifungo
kama umefungwa bado huwezi kuwafungua wengine. Kwa hiyo Musa na yeye ni Mwisraeli ila yuko nje ya utumwa, ndio maana Mungu amemfuata, na amemfuata anamwambia, nahitaji ukalitoe taifa langu utumwani. Nimesikia kilio chao, nimeyaona machozi yao. Mungu hajapotea njia. Kuna watu ambao mbele za Mungu wanawakilisha taifa, yaani taifa mbele za Mungu halisimami kama taifa. Anakuwepo mtu anayewakilisha taifa, na anaweza asiwe mfalme na anaweza asiwe rais, kwamba inapofikia Mungu anataka kulifungua taifa fulani au kuliweka huru taifa fulani, huwa anamfuata huyo mtu anayewakilisha hilo taifa. Ningeweza kukuonyesha mistari mingi tu, ila wacha tubaki kwenye kile ambacho nilikuwa nazungumza. Kuwekwa huru na kufunguliwa maana yake nini? Endelea mstari wa 10. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Mungu anamwambia bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Kwa hiyo Mungu anampa Musa picha nzima ya kwamba kwa nini Mungu anaenda kuwafungua na kuwaweka huru. Anasema ni ili baada ya hapo waje wamwabudu huyu Mungu. Musa anamsikiliza Mungu tu, ila Musa anafahamu akili za Waisraeli. Mstari wa 13 ambao ndo nilitaka uone. Angalia swali la Musa na ulisikilize kwa sikio la kiroho. Musa akamwambia Mungu, Tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli. Yaani ninapoondoka hapa kwako, kwamba anamwambia Mungu, Mungu tuseme ya kwamba nimekubaliana na wewe, nikaondoka hapa na haya maagizo ulionipa. Nikifika kwa wana wa Israeli, na kuwaambia. Nisikilize mtu wa Mungu unayenisikiliza. Hawa ni watu wanaoenda kuwekwa huru. Mtumishi Musa, Pastor Musa, Prophet Musa, Apostle Musa, Evangelist Musa. Oh my God. Anamwambia Mungu, ninajua wana wa Israeli namna walivyo, ijapokuwa umewaona wanateswa, ni vilio, wa Misri wanawaonea, wako katika hali ya utumwa miaka 400, lakini najua ikitokea nimekubaliana na mazungumzo yako, nikaamua kwenda, nitakapowafikia nikianza kuwaambia. Musa tayari anaanza kutuonyesha kwenye kufunguliwa na kuwekwa huru kuliko kweli kweli, yani kufunguliwa na kuwekwa huru kweli kweli, lazima kuna kitendo cha kuambiana, kuna mazungumzo. Lazima pawepo na mazungumzo, sio vitendo tu vya kuonyesha mapepo, toka pepo, toka ugonjwa, toka. Anasema wana wa Israeli wako smart, hawataenda kwa vitendo peke yake. Kuna wakati utakapofika wa mimi kuzungumza nao, kwa sababu uhuru na kufunguliwa kuliko kwa kweli, lazima pawepo na mazungumzo. Ngoja aendelee mbele kidogo, labda utaelewa vizuri zaidi. Anza tena mstari wa 13. Musa akamwambia Mungu, Tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Yani hakuna shida hapo, nitaeleza ya kwamba ni Mungu wa baba zenu amenituma. Angalia swali watakalomuuliza. Nao wakaniuliza. Ikatokea, manake nikishawaambia tu ni Mungu wa baba zao amenituma, watanisikiliza. Lakini nitakapoisema hiyo sentensi tu, ijapokuwa wako katika hali ya utumwa, sio mwaka mmoja, sio miwili, sio miaka 10, 20, ni miaka 400, wanateseka na kifungo fulani, lakini katikati ya kifungo wako smart kichwani kiasi cha kuweza kuniuliza swali hili. Jina lake ni nani? Watakaponiuliza jina lake ni nani, huyo anayetaka kutufungua kutoka kwenye kifungo hiki cha miaka 400, nikianza kuwaambia kuna mahali itafika, watataka kumjua huyo muweka huru, huyo anayetaka kututangazia uhuru ni nani, jina lake ni nani.
Niwaambie nini? Nitawaambia nini? Umeona, Musa anawajua wana wa Israeli wako smart kichwani, wako vizuri kichwani. Haijalishi anaumwa kiasi gani, ila hakimbii huduma hii, kanisa hili hakimbii ovyo. Watatafuta kujua Mungu aliye nyuma ya huyo mtumishi kwanza, kabla hawajakubali kuwekewa mikono ugonjwa uondoke, kabla hawajakubali kutamkiwa maneno umaskini waache. Anasema nawajua wale watu vizuri. Nitakapofika, haijalishi nitakuwa nimeambatana na ishara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, haijalishi ishara zitatokea. Wana wa Israeli lazima kuna mahali wataniuliza, ni nani anayetaka kutuweka huru? Tunataka kujua jina lake. Tunahitaji kujua jina la huyo anayetaka kutuweka huru. Hebu malizia pale. Mungu akafanyaje? Mstari wa 14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Mungu anamwambia Musa, nenda kamwambie niko ambaye niko ndiye aliyekutuma. Umeona hapo tayari, hawa wana wa Israeli watakaposikia jambo hilo katikati ya mahubiri ya Musa, kwa sababu kuwekwa huru lazima kuna wakati wa kuzungumza. Kuwekwa huru sio kwenye muda wa kufurumisha mapepo, kukemea ugonjwa utoke. Sio hivyo, wewe unayenisikiliza. Kuwekwa huru, hiyo sio maana yake. Ni moja ya kipengele kidogo sana hicho cha mapepo kufukuzwa, magonjwa kuondolewa ndani yako, umasikini kufutiliwa mbali kwenye maisha yako. Ni kipengele kidogo ambacho kabla haujakimbilia kwetu watumishi wa Mungu, peleleza kwanza kujua ni Mungu gani, jina lake ni nani, huyo aliyetutuma. Kwa sababu kule kwenye Yohana tumesoma kanuni ni kwamba anayepaswa kutuweka huru kweli kweli lazima awe ni mwana, lazima awe ni Yesu Kristo. Huyo ndiye atakaye kuweka huru, na huyo ndiye akikuweka huru unakuwa huru kweli kweli. Sasa kulingana na muda wetu, ngoja tumalizie mahali fulani, juma lijalo tutaendelea. Unaona, Yesu mara ya kwanza kabisa kuingia hekaluni kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, ila tuanzie ule wa 16 ijapokuwa tunautafuta mstari wa 18. Kumbuka, Yesu akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Huyu ni Yesu. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Amen. Unaona, Yesu amepewa chuo cha nabii Isaya. Biblia imeweka vizuri, akatafuta mahali. Maandishi ni mengi, ila Yesu kuna mahali amepatafuta kwa makusudi, amekusudia. Yaani hapo atakaposoma amepakusudia apasome hapo. Natamani tungekuwa na muda wa kutosha. Rudia tena mstari wa 17. Akapewa chuo. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Akatafuta mahali palipoandikwa. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kuna upako nimepewa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kuwahubiri maskini habari njema. Kwa juma hili tutaishia hapa. Unaona, Yesu amepewa chuo cha nabii Isaya, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Haya mafuta aliyopakwa Yesu sio mafuta ya kuambia mapepo toka, ugonjwa toka. Amepakwa mafuta kwa ajili ya kuhubiri habari njema, na hizi habari njema ni habari anazozipeleka kwa maskini, kwa sababu maskini tungetamani tupewe fedha. Hao watumishi wanatembelea magari ya kifahari, hizo fedha si wangegawana na maskini? Yesu anasema kinachoweza kumweka maskini huru na akawa huru kweli kweli, sio mtumishi kuuza alivyo navyo awagawie maskini. Ni kwa huyu maskini kusikia habari njema, kusikia habari ya neno, kwa sababu neno likikuweka huru, neno ambaye ni Yesu akikuweka huru, hapo ndipo utakapokuwa huru kweli kweli. Ukigaiwa fedha leo, kesho hautakuwa na hata 100.
Labda nimalize kwa kusema mfano huu kwa sababu ya muda wetu hapa studioni. Umewahi kujiuliza ni kwa nini mtu anapohukumiwa mahakamani, labda amekutwa na hatia fulani, akaambiwa tunakuhukumu kifungo cha miaka 5 jela au miaka 10 jela. Umewahi kujiuliza kwa nini ndugu zake huwa wanalia? Au huyu aliyehukumiwa miaka 10 kwa nini analia? Hajahukumiwa kufa. Huko anakoenda, anaenda kupewa chakula asubuhi, mchana, jioni, kuna mahali pa kulala, kuna muda huwa wanafanya mazoezi, maji yapo, wanaoga, ni wasafi. Kwa nini ndugu wanalia? Kwa nini huyu aliyehukumiwa analia? Amehukumiwa miaka 10 jela. Sasa inawezekana huwa wanajua au hawajui. Ngoja nikwambie kwa nini watu huwa wanalia. Watu huwa wanalia kwa sababu maisha ya huyu ndugu yao aliyehukumiwa miaka 10 yanaenda kusimama mahali pamoja. Hakuna maendeleo kwa muda wa miaka 10. Hata huyu mwenyewe aliyehukumiwa analia kwa sababu maisha yake yanasimama kwa muda wa miaka 10. Akitoka ni aidha akaanze pale alipokuwa ameishia au akaanze nyuma ya pale alipokuwa ameishia mpaka siku alipohukumiwa. Sasa hili ni gereza la kimwili, ila kuna watu wako kwenye magereza ya kiroho. Hajahukumiwa jela, yuko hapa nje uraiani, na inawezekana unanisikiliza, ila ni miaka inaenda tu, lakini maisha yako yamesimama. Ni kama uko kwenye kifungo. Yaani aliyekwenda jela mwaka 2020 akitoka leo 2026 hauna kitu cha kumwonyesha. Wote maisha yenu yanafanana. Wacha nikuache na hiyo tafakari. Jumamosi ijayo tutaendelea na somo hili, kufunguliwa na kuwekwa huru. Maana yake ni nini? Ili usikute uko huru na haujui kama uko huru. Umefunguliwa tayari na haujui kama umefunguliwa. Mungu akubariki sana. Hadi wakati ujao. Shalom. Ikiwa umebarikiwa na mafundisho haya, lakini bado hauna uhakika na maisha yako baada ya kuondoka hapa duniani, au kwa maneno mengine, haujamruhusu Yesu aingie moyoni mwako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, rudia maneno haya baada yangu. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninaungama uovu wangu, dhambi zangu na makosa yangu. Ninatubu, ninaomba unisamehe. Ninaamini ulikuja duniani, ukateswa, ukafa, ukafufuka, ukapaa mbinguni, na utakuja tena kwa ajili yangu. Ninaufungua moyo wangu. Ingia ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tangu sasa na hata milele. Ninakushukuru kwa kuliandika jina langu tena kwenye kitabu cha uzima. Roho Mtakatifu, nisaidie kutembea salama katika safari yangu ya wokovu. Amen. Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Taifa Imara la Kristo, ikiwa umerudia ukiri huu pamoja nasi, umeokoka. Karibu katika familia ya Kristo. Ndugu msikilizaji, endapo una maswali, maoni au ungehitaji maombezi, unaweza ukawasiliana nasi kupitia nambari 0757274220, 0757274220. Lakini pia kwa namba hizo unaweza ukatuma sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea kuruka hewani kwa siku zijazo. Nambari ni 0757274220, 0757274220. Jina litakalotokea ni Gertrude Malia. Mungu akubariki sana.
Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa mafundisho zaidi. Jina ni Strong Nation Ministry. Karibu sana, mpaka wakati mwingine. Shalom. Thank you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus.